Ulikuwa usiku wa manane. Nilisikia mlio wa kengele ya kanisa ukiwa unalia, lakini kijijini kulikuwa hakuna kanisa kabisa. Mvua ilikuwa haijanyesha kwa siku nyingi, lakini ardhi ilikuwa imelowa kwa tope la damu. Niliinua kichwa changu na kuona maandishi hewani yakiwa yameandikwa kwa chapa ya moto. Yaliandikwa hivi: karibu katika kanisa la mizimu. Sasa najua nilipaswa kuja. Sijitwi, lakini siwezi kurudi nyuma tena. Jina langu ni Mr. Official, na leo hii nitavumbua siri nzito iliyojificha ndani ya kanisa hili la mizimu. Lakini kabla tujaendelea, bofya kitufe cha kusubscribe, kisha twende pamoja katika mkasa huu. Niliwasili katika kijiji cha Ndagoni saa 1 usiku nikiwa nimepanda pikipiki niliyowazima kwa rafiki yangu Musa. Barabara ilimalizika ghafla kama mtu aliyekata pumzi kwa hofu ya ghafla. Giza lilikuwa nene kuliko kawaida, na mwezi ulionekana kama jicho la mzee aliyekufa miaka mingi iliyopita. Linang'aa lakini halioni. Nilisimama mbele ya kibao kilichoandikwa, usiingie kama huna damu ya kweli. Nilicheka kidogo, mzaa gani huu tena? Lakini muda huo huo upepo uliuvunja mti mdogo pembeni yangu, na harufu ya kuchomeka ikaanza kunuka. Sio kuni, sio plastiki, ilikuwa harufu ya nyama ya binadamu. Nilipoanza kutembea kwa miguu, kila hatua ilisikika kama hatua ya mwingine nyuma yangu. Nilipogeuka, hakukuwa na mtu yeyote nyuma yangu, lakini kivuli changu kilikuwa kimevaa joho jeusi, na mikono yake ilikuwa mirefu kuliko ya kwangu. Nilitembea hadi kwenye kanisa lililosimama katikati ya kijiji, lakini halikuwa kanisa la kawaida. Dirisha zake zilikuwa zimechongwa kwa mifupa, na msalaba wake ulichomoka juu kwa madoa mekundu ya damu yaliyotetemeka kama damu mbichi. Mlango ulikuwa wazi, hakukuwa na taa kabisa, lakini niliona mwanga mweusi ukivuka kutoka ndani. Mwanga ambao haukutoka kwenye taa wala mshumaa, ulikuwa mwanga wa roho. Nilipoingia, nilihisi baridi kali sana, na mara nikasikia sauti ikisema, karibu nyumbani, mwana wa damu. Nilijua pale pale hiki hakikuwa kanisa, hili lilikuwa ni lango, na nyuma yake kulikuwa na nguvu ambazo hata malaika hawakuthubutu kuzitaja. Mlangoni kulining'inia hirizi moja, ilining'inia kama lugha ya pepo. Niliigusa kwa ujinga, na milango ilifunguka ghafla kwa nguvu. Nilianguka chini. Halafu nikasikia wimbo wa sauti nyingi wa watu waliokufa zamani ukiimbwa, Kilaku, Kilaku, muonaji wa damu. Aliyekuja si binadamu, bali mfungwa wa njozi za kale. Nilijua safari yangu imeshaanza na hakuna pa kutorokea. Nilipofumbua macho, nilikuwa nimelala juu ya sakafu ya baridi ya mawe. Mwanga ule mweupe uliokuwa ukimetameta sasa ulikuwa umefifia, na badala yake kilichobaki ni giza lenye harufu ya maji yaliyooza na damu ya kale. Lakini sauti bado zilikuwepo. Zilikuwa zinaimba polepole kwa majonzi kama maombi ya watu waliokataliwa. Kilaku, Kilaku, muonaji wa damu. Tunakuomba tusamehewe kabla ya miali ya moto kushuka. Nilijikokota kuinuka, nikawaangalia walioimba. Hapakuwa na mtu yoyote. Hakukuwa na waumini, lakini viti vya kanisani vilikuwa vimejaa mavazi tupu, nguo zilizovaa hewa, lakini zilikuwa zimekaa kama watu vile. Kila nguo ilitikisika kama mtu aliyepumua kwa huzuni. Niliangalia pembeni, nikamuona mwanamke mzee ameketi peke yake kipofu, lakini macho yake yalikuwa yamefunguka, na yalikuwa meupe tupu kama macho ya samaki aliyekufa baharini. Alizungumza bila kuniangalia na kuniambia, Mr. Official, umechelewa, lakini bado uko hai. Hiyo ni zawadi ya muda tu. Nani wewe? Nilijaribu kuuliza kwa ujasiri ambao sikuwa nao kabisa. Mimi ni Kasimbi,
Nilizaliwa kabla Kilaku hajazikwa. Nilimuona, nilisikia roho yake ikilia ardhini. Nilijaribu kuwaonya, lakini walinitoboa macho ili nisiwaambie wengine kila nilichokiona. Aisee. Nikasogea kwa tahadhari na kumuuliza yule mama, Kilaku ni nani? Lakini yule mama aliniambia, si nani, si nini, ni roho ya hukumu. Ilifungwa kwenye pango lililo chini ya madhabahu ya kanisa hili. Lakini sasa sauti za kizazi kilicholaaniwa zimemwamsha. Sauti za viti zilikwaruza, moja baada ya nyingine. Nguo zile zilianza kusimama, zilisimama kwa miguu isiyoonekana, zikainua mikono yao kuelekea kwenye dari ya kanisa lile. Nilisikia nyayo zisizo na miili zikielekea upande wangu. Mama Kasimbi akasema, usikimbie. Ukianguka sasa, roho yako itakamatwa kabla ya mwili wako. Kwa kweli, nilivuta pumzi nikatulia. Milango ya kanisa ilifunguka pole pole, lakini badala ya kuonyesha nje, ilinionyesha mahala pengine kabisa. Mahala ambapo mbingu ilikuwa ya rangi ya damu, miti ilikuwa na macho na miale ya mioto ilicheza juu ya mawe kama nyoka ya kiroho. Sauti nyingine ya kiume na nzito ikavuma, Mr. Official, wewe ni shahidi wetu, lakini pia wewe ni mfungwa wa agano la damu. Halo. Nilijua hiyo ilikuwa ni sauti ya Kilatu. Niliingia kwenye giza hilo la pili kwa hiari yangu. Safari yangu haikuwa ya kuokoka wala kuokoa mtu, ilikuwa ya kujua ukweli wa mwisho. Nilipoingia katika mlango wa pili, ule uliokuwa umefunguka ndani ya kanisa, nilihisi kama nimesafiri kwa kasi ya ndoto. Miguu yangu iligusa ardhi ya mawe meupe yaliyokuwa yamekauka kwa muda mrefu sana. Lakini kila jiwe lilikuwa limechorwa kwa kucha, kama mtu aliyekuwa akitaka kutoka ndani ya kaburi lililomkataa. Huko mbele kulikuwa na bonde kubwa lililojazwa na mifupa. Mifupa ya watu. Wengine walikuwa bado na vipande vya nguo zilizooza. Wengine walikuwa wameshikilia vitabu vya maombi vilivyoloa damu, na katikati ya bonde hilo kulikuwa na mzinga. Lakini huu haukuwa mzinga wa asali. Ulikuwa ni mzinga wa mifupa iliyochongwa kuwa umbo la mnara. Mnara ambao ulikuwa ukitema moshi mweusi uliopanda mbinguni kama sala za waliokufa. Sauti ya Kilaku ikasikika tena. Sasa ilitokea kila upande. Hapo ndipo kizazi cha waongo kilipozikwa. Wale waliotumia jina la Mungu kwa faida yao. Ama kweli wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Nilisogea kidogo na kila hatua ilikuwa kama kupita juu ya historia iliyofutwa. Katika moja ya mabaki niliokota hirizi nyingine. Ilikuwa na maneno yameandikwa kwa lugha nisiyoijua, lakini moyo wangu uliweza kuyaelewa. Yaliandikwa hivi: aliyewahi kuwa mtu sasa ni kivuli cha hukumu. Mwisho wa kunukuu. Mara ardhi ikatikisika, mifupa ikaanza kuchangamka, mifupa ikajikusanya na mzinga ule ukaanza kugeuka. Mizizi ya mawe ilijikunja kama miguu ya buibui, na kwa mara ya kwanza nikamuona. Alikuwa ni kiumbe kilichozaliwa kwa laana na maombi ya wafu. Alikuwa mkubwa kama nguzo ya kanisa kuu. Alikuwa hana uso, badala yake alikuwa na mdomo mmoja mkubwa uliowekwa katikati ya kifua chake. Kila alipovuta pumzi, roho za waliokufa zilitoka kwa mifupa na kuingia kwake kama moshi wa kafara. Kilaku alikuwa ameamka. Alitoa maneno haya: umejua jina langu, sasa jua hatima yako. Alivuma kwa sauti ya mbingu iliyopasuka. Nikakumbuka maneno ya Mama Kasimbi yakisema hivi: ukianguka sasa, roho yako itakamatwa kabla ya mwili wako. Nilifyatua doa la damu kwenye ardhi kwa kuchoma kiganja changu mwenyewe. Mara ardhi ikatulia. Milango mingine miwili ikafunguka mbele yangu. Moja ulikuwa ni mlango wa nuru na mwingine ulikuwa ni mlango wa giza.
na Kilaku akasema, chagua sasa, njia ya macho au njia ya roho, njia ya ukweli au njia ya sadaka. Nilikuwa nimefika kwenye njia panda ambayo haina ramani, lakini najua chochote nitakachokichagua hakutakuwa na kurudi nyuma tena. Milango miwili ilinitazama kama macho ya miungu wawili waliokosana tangu enzi za giza. Kushoto, mlango wa giza ulikuwa umeandikwa kwa damu, njia ya waliotangulia. Kulikuwa na harufu ya marashi ya kale, lakini pia harufu ya uozo na joto la kaburi. Kulia, mlango wa nuru uling'aa kwa mwanga wa ajabu uliohisi kama sauti ya msamaha. Lakini niliposogelea, jicho moja tu lilitokea katikati ya mlango ule. Halikunionea huruma kabisa, halikupiga miayo, liliniona ndani ya nafsi yangu moja kwa moja. Sauti ya Kilatu ikavuma tena kwa kishindo. Macho huona, lakini si yote yanayoona huishi kusimulia tu. Nilikuwa tayari kuchagua. Nilitembea kwa hatua 3 kuelekea mlango wa nuru. Nikapumua, nikaukanyaga. Lakini mlango haukufunguka. Badala yake uling'aa kwa ghadhabu na sauti ile ya jicho ikasema, sadaka ya macho ndiyo gharama ya kuona ukweli wa milele. Ndipo ukuta wa pembeni ulipasuka na nikamuona tena Mama Kasimbi, lakini sasa hakuwa kipofu. Macho yake yalirudi na ilikuwa kama angavu na nuru ya mbinguni ilikuwa ndani yake. Alisema kwa sauti ya uchungu, nilimuona Kilatu. Niliona ukweli wote kwa macho yangu. Na ndiyo maana walininyang'anya. Sasa umeitwa wewe. Toa jicho moja, fungua mlango. Aisee. Nilijua ni kweli. Hakuna uhai wa kiroho bila sadaka ya mwili. Nilichukua kisu cha hirizi ambacho nilikuta katika mazingira ya mifupa. Nikakaza uso na kukata ngozi yangu. Sauti haikutoka, lakini roho yangu ililia. Jicho langu la kushoto lilianguka sakafuni na mlango ukafunguka ghafla. Nilipoingia, macho ya watu 10,000 yalinitazama kutoka ukutani. Sio macho ya kawaida, yalikuwa bado yanaishi, bado yanacheza, bado yanamlilia Kilaku. Sauti milioni 1 ikaanza kuimba tena. Aliona bila kurudi. Sasa ndiye mwangalizi wa mwisho. Tazama, mrithi wa damu ameingia. Ghafla, mwili wangu ukaanza kupepesiwa juu bila kuguswa. Mwangaza mkali ulinizunguka na nilihisi kama roho yangu ilikuwa inavuliwa kama nguo. Na kwa mara ya kwanza niliona historia ya kanisa hili. Niliwaona wachungaji wa kale waliogeuka mizimu. Niliwaona watoto waliotolewa kafara ili kulinda neema ya uongo. Nilipoanguka chini, nilikuwa na fahamu mpya. Na Kilatu akasema, sasa umefungua jicho la roho. Umeona mzimu halisi wa kanisa hili. Lakini hii ni mwanzo tu. Kinachokuja kitahitaji sadaka ya pili. Nilitembea kwa taabu kwenye njia ya nuru, nikiwa na jicho moja, damu ikinipasha uso kwa moto wa maumivu. Lakini ndani ya maumivu hayo, niliona vitu ambavyo jicho la kawaida haliwezi kuviona. Roho za watu waliokufa zikipita mbele yangu kama ukungu unaoimba. Nilifika chumba kilichojaa mwanga hafifu wa kijani. Mwanga ambao haukutoka kwenye taa wala mshumaa, ulikuwa mwanga wa maandiko. Katikati ya chumba hicho palikuwa na meza ya jiwe. Na juu ya meza hiyo palikuwa na kitabu kimoja kikubwa sana, kilichofunikwa kwa ngozi ya binadamu. Ngozi hiyo ilikuwa bado inavuta pumzi. Nilihisi ikihema, na juu ya jalada lake kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa damu yakisema, usikisome kama haujaandikwa ndani yake. Sauti ya Mama Kasimbi ikasikika tena, sasa ndani ya kichwa changu. Mr. Official, hicho ni kitabu kisichosomwa. Mara nyingi walikijaribu, na walipokisoma walipoteza midomo.
wengine akili, wengine miili yao ikabadilika na kuwa wanyama wa roho. Nilihisi mkono wangu ukivutwa. Kitabu kilikuwa kinaniita kama ndoto ilivyomvuta mtoto aliyekuwa amelala mchana. Nilikifungua. Ukurasa wa kwanza ulikuwa tupu. Ukurasa wa pili pia haukuwa na maandiko yoyote yale. Lakini ukurasa wa tatu ulikuwa na jina langu. Lilikuwa limeandikwa kwa herufi zinazoishi. Jina langu lilikuwa linalia. Mara ghafla maandiko yakaanza kujichora pole pole, kana kwamba mkono wa mzimu ulikuwa ukiandika. Lakini nilikuwa nikiandika hatima yangu mwenyewe bila kalamu. Alizaliwa kama mtu, akaishi kama kivuli, na sasa naitwa kuwa muhuri wa mwisho. Kitabu kilinitetemesha. Kilianza kunena, sauti yake haikuwa ya kibinadamu kabisa. Mr. Official, umechaguliwa kufungua mlango wa mwisho. Lakini ili ufungue, lazima uvunje kila kilichoandikwa kwenye damu za mababu zako. Nilisikia tetemeko likianza. Ukuta mmoja ukapasuka, na kutoka kwenye ufa huo alitokea kiumbe wa ajabu sana, mchungaji wa zamani wa kanisa hilo. Lakini alikuwa ameungana na mzimu. Nusu ya uso wake ulikuwa umeoza na jicho lake moja lilikuwa moto mkali wa kiroho. Mimi ni Askofu Mnyeti. Nilijaribu kusoma kitabu hicho karne iliyopita. Kiliniandika, kilinigeuza. Sasa na kulinda hadi mwisho wako au mwanzo mpya. Kwa kweli nilitazama macho yake yaliyokuwa na huzuni ya miaka 1000. Nilijua safari yangu sasa ilikuwa imevuka mipaka ya kawaida. Nikiwa na Askofu Mnyeti pembeni yangu, nilibeba kitabu kile kisichosomwa na nikasikia sauti ya kilaku kwa mara ya mwisho usiku huo. Mlango wa damu upo tayari kufunguliwa, na funguo ni kumbukumbu zako ulizozisahau. Asante sana mwanafamilia wa Story Arena. Tukutane katika sehemu ya pili. Tuone ni yapi yataendelea katika mkasa huu. Je, Mr. Official atatoboa? Sijui. Twende pamoja katika sehemu ya pili.